Hello my people, my name is Alan Device. Leo tuko katika kipindi cha jinsi gani ya kuweza kuirejesha nguvu yako nyumbani. Maana watu tunaishi na nguvu 5%, unayo 5% imezagazagaa huko. Iko labda kwenye ulimwengu huu, ulimwengu mwingine kwa mtu sheitani. Sasa nitakuweza kuelekeza jinsi gani ya kuweza kuirejesha nyumbani kwako. Okay, njia ya kwanza kabisa ni hitaji alafu ichukue. Uhitaje vipi? Nguvu inaanzia pale unapoacha kusema kwamba kwa nini haya yanatokea? Kwa nini mimi? Kwa nini kila siku mimi? Sawa. Na ukaanza kusema kwamba haya yote yanayotokea ni kwa ajili yangu mimi ili niweze kujifunza na kujifahamu kiundani zaidi. Unavyosema hivyo maana yake ushaichukua nguvu yako. Leo unavyosema kwa nini mimi maana yake unajiona hujatosheleza. Unakuwa unaweza kuruhusu sheitani ili aweze kujieka hapo kwenye nguvu yako ili aweze kunyonya. Sasa ili uweze kuichukua nguvu aliyoinyonya na anaendelea kuinyonya, usiseme kwa nini mimi. Sawa? Ila sema kwamba haya mambo yote yanatokea kwa ajili yangu ili niweze kujifunza na kujitambua. Maana yake ushamnyang'anya tena. Haujamwachia achukue nguvu yako. Kwa sababu ukisema kwa nini mimi maana yake ushajiona utoshelezi. Ushamruhusu katika energetic field yako. Okay, njia ya pili tunayoenda ni kata mizizi. Unaikata vipi hiyo mizizi sasa? Maana yake au energy vampire wameweza kuconnect kwenye energetic field yako yote, kwenye hizi chakra zako zote 7. Sasa unafanya vipi ili uweze kukata hiyo mizizi? Umeona? Labda hiyo mizizi iko kwa mtu, sawa, kazi ama tabia inaonyonya nguvu yako, sawa. Labda kuna mtu alikufanyia kitu ambacho bado kwenye moyo wako kinakuumiza. Yaani haujaruhusu, haujamsamehe wala haujajisamehe. Sasa unakuwa unaruhusu wale ma energy vampire mashaitani waendelee kuweza kunyonya nguvu yako, sawa. Kwa hiyo inabidi uweze kuruhusu, uweze kukubali, uweze kusamehe na kujisamehe. Sawa my people. Njia ambayo bado inairuhusu ufanyaje iweze kunyonya nguvu yako, inabidi ufanye sasa njia moja. Nimeandika leo. Okay, njia ya kwanza ambayo inabidi ufanye, andika jina la huyo mtu, sawa, ama hali ambayo ilikuwa inakufanya wewe ujisikie vibaya. Chochote kilichokuwa kinakufanya wewe usijisikie sawa, jina la mtu, kitu choweza kukifanya, kitu choweza kufanyiwa, vyote viandike chini katika karatasi. Sawa. Na ukishaviandika chini katika karatasi, hiyo karatasi confirmation bar, sawa. Sema kwamba na kiruhusu na nimeruhusu kila nguvu ambayo haiungamani na mimi iweze kwenda, na nimeiruhusu kwa upendo. Sawa people, nimeiruhusu kwa upendo na amani. Kisha ichome moto hiyo karatasi. Sawa, unavyoichoma moto hiyo karatasi, ruhusu nafsi yako, mwili wako uhisi kwamba kuna kitu kabisa umekiachia. Yaani vuta pumzi afu iachie kabisa taratibu. Jiruhusu ujihisi mwepesi. Sawa my people. Okay. We are going number 3. Namba 3 nakwambia mwili kwanza kisha nafsi. Sawa. Kwa sababu hauwezi kumiliki nguvu za kiroho ingalikuwa mwili wako ni dhaifu. Sawa. Ndio maana mimi kila ninapokuwa naenda kwenye upgrade, kila ninavyozidi kupanda kiimani, kila ninavyozidi kubeba nguvu nyingi kwenye mwili wangu, inakuwa inanilazimu mara nyingi niwe nakunywa maji mengi sana. La sivyo, hasa dalili ya kwanza nakuwa mdomo wangu unakuwa unanikauka. Sawa. Kwamba ile nguvu ya mwanga inazidi kuingia ndani, ikikosa, ukishindwa jinsi gani ya kuweka mwili wako sahihi, utaweza kuunguza mwili wako. Sawa my people. Okay. Sasa cha kwanza inabidi jitahidi kwa siku basi hamna kabisa kunywa maji hata lita 2. Sawa? Kwa sababu maji yanabeba lengo. Ndio maana ukiona ndugu zetu wa Kristo kuna ile kubatizwa. Mtoto akizaliwa, maji unaweza ukayaamuru unachokitaka. Ndio maana utaambiwa oga maji ya chumvi. Sawa? Oga maji ya bahari ili uweze yaani kwa sababu maji yanasafisha mwili na nafsi. Sawa my people. Okay. Tunaenda next nyingine. Okay, oga maji ya chumvi tushazungumzia. Kama utaweza lala kabla ya saa 12 jioni. Sio lazima kila siku. Kwa sababu muda huo ndo nafsi inakuwa na uwezo kuweza kufanya marekebisho vizuri. Wanakuambiaga sijui usilale magharibi kuna mashetani kuna nini.
cha kuambia ongeza na chako mapipo. Mambo mengi ya kuweza kukusaidia ni mambo mengi ambayo yamewekwa kinyume, ambayo yaone na uyaogope. Sawa? Kwa sababu walioandika hivi vitu ni binadamu, na kila binadamu alichokuwa anaandika pia alikuwa anaongezea vitu vyake vingine ili aweze kuficha elimu kuu zaidi. Kwa sababu elimu yote ikiweza kujulikana, kila binadamu ataishi huru. Na kuna watu wanapenda wawe na mabavu, wengine ndio wawe wanawasikiliza. Sawa? Kwa kama utaweza, hebu lala kati ya saa 9 jioni mpaka saa 12. Pale utapoweza kupata muda. Saa 9 jioni pale lala. Na hata ukiamka saa asubuhi saa 11, saa 10 sio mbaya, unaweza ukaanza kujisomea, ukaanza kusoma dua, ukavuta uradi, ukafanya chochote kulingana na imani yako. Sawa mapipo? Ili nafsi yako iweze kufanya marekebisho ya huo mwili wako. Maana ni mwili kwanza, afikisha anafuata nafsi. Sawa mapipo? We are going straight forward. Itakuwa ni message fupi na ya haraka sana. Okay. Maneno ni uchawi. Sawa. Kimfano unavyoenda kwa mganga kienyeji. Atavokuwa anasoma yale maneno, anachokisoma anaamini kinatokea pale pale. Ila wewe leo hii unasoma dua, unategemea eti iende kwa Mwenyezi Mungu afu ndo irudi. Na ndio maana tunakuwa tunapoteza nguvu kubwa sana. Unachokisoma unavotamka, sawa? Maana yake amini kile kitu kinatokea pale pale, hapo muda huo. Na uanze kuhisi kabisa nguvu ya mwanga mweupe na dhahabu unaanza kukuzunguka na unaanza kukujaza wewe nguvu. Ila ukitegemea usome afu itarudi, ndo hapo sheitani anajua kabisa wewe hujui unachokifanya. Kwa nini wenzako wanachokifanya wanaamini kinatokea hapo? Afu wanaamini kitaenda kitarudi. Umesaulishwa kitu hapo. Sawa, hapo umesaulishwa kitu. Kwa hiyo tunakumbushana mapipo. Okay. Na watu wanaachilia nguvu zao kwa kuweza kusema maneno kama siwezi, umeona? Nishafeli, umeona? Kila siku mimi, maneno ni uchawi, sawa? Kwa hiyo unapokuwa unajizungumzia mambo kwamba siwezi, nishafeli, nishafanya nini, ndo ulimwengu wa kiroho unavyosikia, kwa sababu hiyo sauti imetoka ndani ya spirit, nafsi yako. Kama mdomo wako unaweza ukajisomea dua na ukawa na ulinzi, basi unaweza ukajizungumzia mabaya na ukamvutia sheitani, anakuwa anazidi kunyonya ile nguvu yako, kwa sababu ushasema mimi nishafeli. Maana yake kwenye upande wa Mwenyezi Mungu hamnaga kufeli. Kuna kujifunza, kuna kukua. Ndio maana ukifuatilia mitume wote ni watu ambao walipitia shida mno sana. Kwa sababu gani? Walibidi wajifunze kwanza, wajue. Wangekuwa wanajiona wamefeli, wangekuja kutufundisha nini sisi? Soma people, maneno ni uchawi. Chunga sana kinywa chako, unajizungumzia nini wewe, hata mtoto wako. Sawa? Utakuja kuona baadaye mtoto alielewe kumbe mtoto alikuwa anamuita mbwa toka mdogo. Soma people, you feel me? So zingatia sana maneno yako. Sheria mpya. Ongea tu kile kitu ambacho unataka kifanyike, umeona, kwenye maisha yako. Kwamba mimi ni tajiri, ama mimi nitakuwa tajiri. Ila ni kizuri sana ujizungumzie sasa hivi kwamba mimi ni tajiri, kwa sababu wewe tayari umeshazaliwa na huo utajiri ndani yako. Ukisema nitakuwa, maana yake kama vile utaupata sehemu, ama wewe Mwenyezi Mungu amekuumba kiumbe kilichokamilika. Umekamilika, ndio maana akakuruhusu uje katika ulimwengu. Kama ungekuwa hujakamilika, ungekuwa tumboni kwa mama yako. Sawa mapipo? Usingeweza kutoka nje ukawa nje huku tunakuona. Kama hujakamilika, ungekuwa tumboni kwa mama yako mpaka ufike miezi 9 ndio ukamilike. Kwa hiyo kijiona umeshazaliwa, maana yake wewe ni kiumbe ambao umekamilika kabisa. Okay mapipo, tunaendelea. Acha kusema nimechanganyikiwa, naanza kusema najifunza jinsi gani ya kuwa na amani. Watu wengi wasema nimechanganyikiwa, sijui itakuwaje. Acha kusema nimechanganyikiwa. Anza kusema kwamba najifunza jinsi gani ya kuwa na amani. Kwa sababu kama unapenda amani, nilikwambia lazima uweze kuijua vita. Na hiyo vita sio ya kushikana, sawa? Ila uweze kutembea kwenye moto na bado kuwa na amani. Amani yako ni nini? Ndio maana tukaambiwa tujue kushukuru. Kama Waislamu tunasema alhamdulillah. Ila watu tunakumbuka kusema alhamdulillah tulikuwa tumekula tumeshiba, ila sio tulikuwa tuna njaa hapa tujui tutakula nini. Ndio maana amani yetu inakuwa ya kusuasua. Ukiwa hujakipata unachokihitaji, pia jifunze kusema kwamba nashukuru ewe Muumba, nashukuru. Hata kama naumwa, nashukuru. Sikute naumwa leo ili nisiweze kwenda sehemu fulani ningeweza kupoteza maisha yangu. You never know people. You never know. Okay?
Okay, mapipo anakuambia vitendo alafu vithibitisho. Okay, nafsi inajionyesha pale utakaposogeza mwili wako. Sawa. Nguvu bila vitendo ni ndoto. Anza sasa. Sawa. Unataka uweze kuimiliki nguvu yako, ingalikuwa una ndoto yako ambayo ulikuwa unataka ukifanye kitu fulani, eti unaamini mpaka uweze kupata mtaji wa kiasi fulani. Bro, anza kufanya kwa kilo ulichokuwa nacho. Anza kupiga hata hatua ile moja. Ukishaanza kupiga hatua moja, utaanza kuona hatua ya pili, utaanza kuona hatua ya tatu, ya nne na ya tano. Mtoto leo hii asingesimama akaanza kutembea tena akadondoka, angetaka mpaka asimame aondoke moja kwa moja aanze kutembea, angetembea huyo mtoto? Ila alinyanyuka, alidondoka, alilia, alikataa kutembea wiki, akaja akanyanyuka tena akatembea akadondoka, mwisho wa siku miguu ikawa ishajua kazi yake. Kwa hata akili yako na nafsi yako haiwezi kujua kazi yake bila kuweza kukifanya kitu na kuweza kukikosea. Nishawaambia mara kwa mara kwamba mtu aliyefanikiwa ni mtu ambaye anafeli kila siku. Kwa sababu asingekuwa mtu ambaye anafeli kila siku, asingekuwa kwamba mwaka huu nimepata faida fulani, mwaka nataka nipate faida zaidi ya ile, zaidi ya hii. Kama ingekuwa hajakosea, basi angetaka faida ni ile ile tu miaka yote. Manake kuna sehemu ameona kuna madhaifu katika kampuni, inabidi hayo madhaifu yaweze kutoka. You feel me people? Kwa fanya kitu kimoja kipya, umeona, ulichokuwa unasita kukifanya. Kama mimi ni mtu wa kujaribu kila siku vitu vipya, I don't fear, umeona, na nimeruhusu uwezo wangu wa kufikiria umekuwa speed. Kwa sababu gani? Siogopi kitu kipya, siogopi changamoto. Changamoto mimi kwangu nikiziona na atafuta kwenye changamoto nitajifunza nini. Sawa. Kwa hiyo katika kila ulimwengu, utatoka kwenye ulimwengu wa kiroho. Leo nitakutana na kiumbe hiki, kesho kiumbe kile, na kisoma kile kiumbe nikijue madhaifu yake yako wapi, kisiweze kuniendesha, ili niweze kama kukiangamiza sawa, ama kama kitakubali kuja kwenye upande wa usawa sawa, tutaenda kwenye upande wote wa usawa. Kwa sababu hata hizi nafsi chafu pia zilikuwa nafsi safi mwanzoni, ila zilidondoka. Na zilidondoka vipi? Sawa, kimfano mwanadamu wewe una upande wa kiza na mwanga. Kama umeishi mazingira kufanywa sana maovu, nafsi ikishindwa kuvumilia, nafsi inajawa na kiza na unakuwa unapenda kuwafanyia watu maovu. Ndio nafsi nyingi ziweza kudondoka, hata za malaika na nyingine zilikuja kutusaidia, ila sisi tulichokifanya sio sawa. Zilivyoshindwa kuvumilia zikadondoka ubavu wa pili. Kwa atakuwa zinakutana nazo zinakushambulia, ukaja ukazionyesha mwanga uko wapi, hazitokushambulia tena, zitashambulia wale wanaokushambulia wewe. Zitarudi tena kwa Muumba, kwa Mwenyezi Mungu. Ila lazima uwe na uvumilivu, na lazima uwe nafsi yako na moyo wako usio umebeba sana mambo ya kidunia. Ukishabeba mambo ya kidunia, anakuona wewe kama binadamu wengine tu, ambao unataka akupe kitu, umeona, umtumie yeye, akupe mali, akupe nini, sawa. Na mwisho wa siku atafanyaje? Atakupa mali, ila atataka naye kudondosha uje ubavu wake akutumie sasa. So wewe endelea kumtumia, kwa sababu mwanzoni alitumika, na ndio maana alafu watu wakumpa upendo aliohitaji, ndio maana akageuka na kuwa shetani. Kwa mapipo, kuna mambo mengi sana ambayo yamejificha hapo, umeona. Na jitahidi kusema hapana pale ambako ulikuwa utaki. Yaani sehemu unataka kusema hapana afu unasema ndio, maana yake ni nguvu yako bado unakuwa unairuhusu. Moyo unasema hapana, kinywa kinasema ndio. Shetani alikuwa karibu, anajisogeza tu, anaendelea kukunyonya. Kwa sababu ndani ya nafsi yako, nafsi inakuwa inakataa. Kwa hapo ndo unapokuwa unapoiruhusu nguvu yako nje. Kwa hiyo ukitaka kuweza kuichukua nguvu yako na kuirudisha nyumbani, ishi uhalisia wako. Wasiohitajika kwenye maisha yako wache waende, sio wako. Ambao wakako wewe watakupenda, watakulinda hata uwe katika hali gani. You feel me people? Be wise, be conscious, okay? And kila hatua inaiambia ulimwengu, sawa, niko tayari kuongoza maisha yangu tena. Kila hatua unayoifanya kuweza kuchukua maamuzi yako tena wewe mkononi, sio ya kumpiga mtu, ila kuyaongoza maisha yako wewe mwenyewe kwa jinsi wewe unavyoona kwako wewe, sawa. Unakuwa unaiambia ulimwengu kwamba niko tayari kuongoza maisha yangu tena. Kila kilicho chako kitarudi kwako, sawa. Na neno la mwisho la kuweza kulisema sana kwamba hakuna nguvu yoyote yenye mamlaka juu yangu isipokuwa Mungu na mimi mwenyewe. Hakuna nguvu yoyote yenye mamlaka kwangu, sawa. Hakuna nguvu yoyote yenye mamlaka juu yangu isipokuwa Mungu na mimi mwenyewe. Hakuna mamlaka yenye nguvu yoyote juu yangu isipokuwa Mungu na mimi mwenyewe. Jitahidi uzungumze hii mara 3 asubuhi,
mara 6 mchana na mara 9 usiku. 369 ni namba ya kuumba. Kwa anza kuumba maisha yako jinsi gani unavyotaka kutumia kinywa chako, kwa sababu kinywa chako, maneno yako ni uchawi. Utumie vizuri, usitumie kujiangamiza. Tumia kujinyanyua, tumia kujipenda, tumia kujizungumzia mazuri, na tumia kuzungumzia watu mambo mazuri. Pia hata ukimzungumzia mtu jambo baya, pia umekuwa nguvu yako umeiacha kule. Kwa mtu kakufanyia ubaya kafanya nini, achana nayo. Usiungamane na hiyo nguvu ambayo huitaki. Okay, you feel me my people? Mtu kakufanyia kitu ambacho hujakipenda, achana, usiungamane na nguvu yake. Focus na cha kwako only. That's what matter, okay? Okay, but my name is Alan D. Wise once again. Nimetaka message iwe fupi la doona tushafika robo saa. Okay my people, let's be wise, let's be conscious and tuendelee kusonga mbele. I love you guys.